Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Unajua kwa namna ya soka letu lilivyo, lakini kwangu mimi kualikwa mtu sio tatizo. Mkuu wa mkoa wa Tabora, of course, kumetokea kati ya taarifa ambazo zimekuwa kidogo zikionekana kama vile zina mkanganyiko kwenye soka letu, lakini ni vitu ambavyo kila kitu kilikuwa kwenye maeneo yake. Kwa maana mkuu wa mkoa aliweza kuzungumzia timu yake, lakini bado pia msemaji wa klabu ya Yanga pia aliweza kufanya kazi kutokana na timu yake pia. Ila kama unavyojua utani wa jadi wa Simba na Yanga, sasa maana yake ni kwamba Simba wameamua kuweza kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu ya zile story ambazo zimetokea pia, na kwa sababu wao ni watani wao, kwa kitu ambacho nachokiona mimi. Lakini kama shabiki tu au mtu mwingine ambaye anaweza kualikwa ni jambo la kawaida. Sasa kwa mtu mwingine kama ataweza kufikiria kitu cha tofauti, maybe labda ndio inaweza ku make sense kwenye upande huo, kwa maana ya kwamba huyu kaaliko kwa sababu labda alipishana au ilionekana pia kwamba kulikuwa kuna maneno ambayo ya mkuu wa mkoa, lakini bado pia na afisa habari wa Yanga ambaye aliweza kuzungumza kuhusu mkuu wa mkoa maybe kwa yale maneno. Lakini kwangu mimi ni jambo la kawaida kuweza kumwalika mkuu wa mkoa ili naye pia kuweza kushuhudia hiyo mechi akiwa kama Tanzania tu na kama ni shabiki tu wa kuweza kusogea pia naye uwanjani, kwa maana pia ni mpenda michezo. Lakini sio ni kitu ambacho kitaweza labda kuonekana kitu cha ajabu sana kwangu mimi. Hauoni kana kwamba huenda pia watu wakachukulia tofauti wakiamini kwamba huenda mkuu wa mkoa ana vijinasaba na klabu ya Simba? Sasa kuwa na vijinasaba hilo ni jambo la kawaida, kwa sababu naye pia ni binadamu, naye pia ni shabiki. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuzuiliwa kupenda timu fulani, ama kuna mkuu wa mkoa ambaye hajulikani yeye ni timu gani kama akiamua kujitanabaisha. Kwa hiyo kuwa yeye ni shabiki wa Simba sio tatizo, na ishu kubwa ni kwamba inaonekana mtu akiwa shabiki wa Simba au Yanga basi anaonekana kama ni adui kwa upande mwingine. Lakini kwenye football nadhani kila mtu ana mambo yake. Kama yeye ni shabiki wa Simba basi anaelekea kwenda kuangalia timu yake, lakini masuala mengine yatabakia tu kuwa ni masuala ya kwenye michezo pia zaidi kwangu mimi. Lakini bado naona ni jambo ambalo ni yeye pia kama shabiki na mpenda michezo kwenye kualikwa kwake sio tatizo. Lakini kwa sababu ya kilichotokea ndani ya siku 2-3 ndio kinaonekana maybe labda kitakuwa ni kitu ambacho labda mkuu wa mkoa ataonekana kuwa yeye ni shabiki wa Simba. Lakini kuwa shabiki haiwezi kumzuia mtu kuweza kubakia pia kwenye uongozi wake ama kuweza kufanya kazi kwenye weledi wake. Na wakuu wa mikoa wengi naamini wana timu zao na wanazipenda pia, lakini bado kama kuna mtu ataweza kuchukulia tofauti basi hayo yatakuwa ni mawazo yake. Lakini huyu ni shabiki kama ilivyokuwa mashabiki wengine. Tuna masuala kwa yaliyotokea yatabakia tu kubakia huku nje ya uwanja, lakini bado naona Simba wameamua tu kuweza kupita na hii issue kwa ajili ya mtani wao pia, kwa sababu huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora, na ilitokea hapa kuonekana kwamba jeshi la polisi liliweza kumshikilia msemaji wake, na inasemekana baada ya kumtolea maneno ambayo yameonekana sio sahihi kwa mkuu wa mkoa. So Simba wameamua kutembea na jambo hilo, lakini na lenyewe pia labda ni katika kufanya tu kwamba watu waweze kuweza kuwa aware maybe na mechi, lakini mkuu wa mkoa ni shabiki tu kama vile kwa mashabiki wengine kwangu mimi. Hauoni kana kwamba pia huenda kukawa na uadui kwa hivi sasa mara baada ya mkuu wa mkoa ambayo inasemekana kwamba ndiye ambaye amehusika, kwa sababu yeye gahusika kwa Ali Kamwe kupelekwa kwenye kituo cha polisi na kulala? Hauoni kana kwamba pia hili jambo huenda likazua sura tofauti kwa wanayanga? Kwa uadui upi sasa?
ambao maybe unaweza ukawa ni watofauti na hichi ambacho tulichokiona. Of course mashabiki wengi wa Yanga hawajakubaliana na kile ambacho kwa mkuu wa mkoa alichoongea, na hawajapendezewa pia na kuona afisa habari wao kilichomkuta, lakini kiuhalisia ni kwamba huyu ni mkuu wa mkoa na yeye aliweza kuzungumzia timu yake, lakini bado pia kilichomkuta Kamwe ni taarifa tu kutoka kwenye jeshi la polisi, si ndio? Na kama ni uadui basi itakuwa ni vitu ambavyo vinakuwa ni endelevu, kwa sababu tuliona pia mkuu wa mkoa wa Mwanza pia ilitokana pia kuna taarifa kwamba waliweza kupishana pia na timu ya Simba Sports Club, lakini bado maisha yameendelea. So mimi naamini kwangu maisha yataendelea, na uadui huo sioni ni uadui upi ambao utaweza kuwepo kati ya mkuu wa mkoa maybe pamoja na mashabiki wa Yanga, na kama wataamua kumchukulia hivyo basi hayo yanakuwa ni maamuzi yao binafsi. Hauwezi kuwazuia, kwa sababu huwezi kumzuia mtu kuweza kuchukia ama kuweza kumchukia mtu fulani. Haya inakuwa ni utashi wake yeye. Kwangu mimi nachukulia kwamba mkuu wa mkoa ni shabiki, na kama anapenda Simba Sports Club basi of course yeye pia ni shabiki, na Simba wameamua kumwalika mkuu wa mkoa kwa sababu ya kile ambacho kilichotokea. Tunasema kwamba kuzidi kuatia hasira watani wao, wameamua tu kuweza kutembea na kile kilichotokea. So huu ni utani wa jadi. So kwangu mimi nashukulia Simba Sports Club wameamua kuzidi kuendelea kuwatania zaidi wale ambao tunasema ni watani wao, kwa kuweza kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora kwa kile ambacho kilichotokea. Okay, mbali na mkuu wa mkoa lakini pia mgeni rasmi ni rais wa TFF Wallace Karia. Naye vipi uwepo wake yeye kama mgeni rasmi kwenye mechi hiyo? Ni rais wa shirikisho la soka. Kwa hiyo huwezi kuuliza Simba kwa nini mmeweza kumwalika Karia. Ni rais wa shirikisho la soka nchini na sio mara ya kwanza kuweza kualikwa. Kwa hiyo kwangu mimi sioni tatizo, na kama itachukuliwa kwenye yale ambayo kwa aliyotokea ya mechi ya dabi kuahirishwa, unajua kila mtu na utashi wake ambaye atakayefikiria kwamba huyu naye pia kaalikwa. Ni kwa nini kaalikwa? Huyo ni rais wa shirikisho la soka kwangu mimi. So sioni kama kuna kingine ambacho unaweza ukaja ukajaji na ukaweza kujiuliza kwa nini wale Karia. Sio mara ya kwanza. Wengi wanahoji kwamba kwa nini wale ambao wamekutana na kama vizingiti fulani hivi, kwa sababu itakumbuka kwamba Wallace Karia aliingia kwenye mzozo na Young Africans mara baada ya kuzungumza kwamba kuna baadhi ya viongozi wao pia wanatakiwa kujitathmini, lakini pia mkuu wa mkoa pia haonekana kwamba kuna kitu Simba wanakijenga kuhusiana hili. Sasa ndio maana mimi nimesema kila mtu na utashi wake. Hauwezi kuwazuia Simba kumwalika kiongozi yoyote. Hayo ni maamuzi yao binafsi, na hawamwaliki mtu kwa sababu labda huyu tunafanya kumkomoa mtu. No, wameona wenyewe kuna haja ya kuweza kumwalika Wallace Karia kwenye mechi yao hiyo, lakini kwa mtu atakayefikiria tofauti, ndio maana nasema huo ni utashi wake, nayo pia ni mawazo yake yeye. Lakini kwangu mimi Wallace Karia sio mara ya kwanza kuweza kualikwa kwenye mechi kaza hapa nchini, na mechi yoyote ile unaweza ukamwalika na akasogea. Kwa hiyo kwangu mimi inakuwa sio jambo ambalo wamefanya Simba kwa ajili ya kuweza kuwaonyesha watu fulani. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.